Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Serikali imesisitiza kufanyia kazi kwa haraka mapendekezo yaliyotolewa na timu ya wataalamu iliyoundwa kuishauri Wizara ya Madini kuhusu namna ya kuendeleza wachimbaji wadogo nchini, hatua inayolenga kuongeza tija, kupunguza umaskini na kukuza uchumi wa taifa kuelekea dira ya maendeleo ya taifa mwaka 2050. Akizungumza Juni 13, 2026 jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya kupokea mapendekezo hayo, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo amesema maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha mipango ya maendeleo inajibu changamoto za kuongeza mitaji kwa wananchi, kuzalisha ajira na kupunguza umaskini. Moja ya eneo ambalo linatusumbua kama nchi ni ukweli kwamba uchumi unakuwa kwa takwimu, lakini kiwango cha ukuaji katika kupunguza umaskini na kuzalisha ajira hakiridhishi. Na yote kwa sababu sekta ambazo zinatuzalishia sana uchumi wetu ni sekta ambazo zilikuwa hazibebi watu wengi, na moja ya sekta hizo ni sekta ya madini. Kama hayahitaji watu wengi kwa ajili ya kupata dhahabu, kupata mitambo na system yote. Ili sekta ya madini iweze kujibu changamoto za ukuaji wa uchumi, lazima kuwekeza nguvu kwa watu wetu wa chini ambao ni wachimbaji wadogo. Kwa upande wake, Waziri wa Madini Anthony Mavunde amesema serikali iliunda kamati hiyo kutokana na mchango mkubwa wa wachimbaji wadogo ambao kwa sasa wanachangia 40% ya makusanyo ya maduhuli ya serikali katika sekta ya madini. Amesema mafanikio yaliyopatikana katika sekta hiyo ndani ya miaka hivi karibuni yametokana na mageuzi mbalimbali yaliyofanyika, ikiwemo mabadiliko ya sheria, kuanzishwa kwa masoko ya madini pamoja na kudhibiti biashara haramu ya madini. Mavunde amesema makusanyo ya sekta ya madini yameongezeka kutoka shilingi bilioni 161 mwaka wa fedha 2015-2016 hadi kufikia zaidi ya shilingi trilioni 1.3 kufikia Juni 13, 2026. Tunajipanga kuihamishia Dubai Tanzania. Sio kwa maana ya majengo wala kwa mandhari ilivyo Dubai. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo kwenye madini ya dhahabu, changamoto kubwa ambayo watu wetu wanazipata asilimia kubwa ilikuwa katika maeneo mawili. La kwanza ilikuwa ni katika mitaji, na la pili soko la uhakika. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili mchimbaji mdogo aweze kuchimba ni lazima apate mtaji wa mtu wa kumsponsor, na asilimia kubwa ya mitaji inatoka nje ya nchi, hasa Dubai. Ndio maana leo Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kufanya marekebisho ya sheria ya kupunguza mrabaha wa mtu anayepeleka dhahabu kwenye refinery kutoka 6% mpaka 4%, bado dhahabu haikwenda kwenye refinery kwa sababu moja kubwa, kwa sababu asilimia kubwa ya wachimbaji wadogo hawana mitaji, na hivyo wanategemea mitaji nje ya nchi. Kwa kila anachokichimba anakirudisha kwa mtu ambaye amemdhamini, na hapa ndipo unaenda ule msemo, anayemlipa mpiga zumari ndio anayechagua mwimbo. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, hii ikawa ni changamoto kubwa sana, na hii mimi binafsi ilikuwa inaniumiza sana. Haiwezekani mama aliyoko Sengerema kuliko na dhahabu anasubiri dhahabu kutoka Dubai ndio sonara wa Dar es Salaam amtengezee mkufu ili yale madini yako pale pembeni yake. Kwa hiyo tukaona, Mheshimiwa mgeni rasmi, njia kubwa ya kwanza kufanya ni kuwasaidia watu wetu hawa kupata hiyo mitaji, tukiwawezesha sisi kupitia mfuko huu wa dhamana. Serikali ndio iwe mdhamini wa kumsaidia mchimbaji mdogo. Akiipata ile fedha itamzuia kwenda Dubai.
Tunatengeneza scarcity ya dhahabu kutoka hapa kwenda Dubai. Dubai pakitokea scarcity, wale wahitaji wa dhahabu kule itawalazimu waifuate Tanzania. Wakifuata Tanzania, ule mfumo mzima wa biashara unahama Dubai, unakuja Kahama, unakuja Geita, unakuja Chunya. Ndio maana nzima ya kuhamisha kutoka Dubai. Kwa upande wake, rais wa shirikisho la vyama vya wachimbaji wadogo Tanzania, John Bina, ameipongeza serikali kwa kuendeleza kusikiliza na kutatua changamoto zinazowakabili wachimbaji wadogo nchini. Nataka niwahakikishie tumefanya kazi na waziri wetu wa madini kwa ushirikiano wa karibu, ndio maana sekta inakuwa kwa kasi ya ajabu. Tumpigie sana waziri wetu wa madini. Lakini sitampongeza waziri wa madini tu, ni lazima nimpongeze mama yetu kipenzi, mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kusikia, kwa kubeba. Mimi kama rais wa shirikisho, kazi yangu sio kuonyesha vitu vyote public. Kazi yangu ni kulobi kidogo, kufanya lobbying, kupenyeza taarifa. Kwa kweli nataka niwahakikishie wachimbaji wote nchi nzima kwamba taarifa zote tunazozipeleka zinazohusiana na sekta ya madini zinazokataliwa labda ni 5% tu, karibu 95% zote zinachukuliwa na zinafanyiwa kazi. Hakuna namna nyingine, Mheshimiwa mgeni rasmi. Hakuna mganga, Mheshimiwa mgeni rasmi. Mganga pekee ni utafiti, twende kwa namba. Madini yanachimbwa kwa sayansi, madini yanachimbwa kwa ushirikina. Changamoto kubwa ya wachimbaji wadogo ni nini? Nilimwambia mwandishi, moja ni mkopo, wa pili ni mikopo, na watatu ni mikopo. Mheshimiwa Kitila Mkumbo, madini ni mali yetu. Pamoja kwamba tunaleta wawekezaji kwa maksudi kabisa, kama waziri wa uwezeshaji, hawa lazima wawezeshwe ili washindane na wale wanaokuja. Mohabu TV, Dar es Salaam.